Tukiachana na hayo ni kwamba waandamanaji 31 waliokamatwa eneo la Nanyuki wakati wakipinga kuanzishwa kwa karantini katika kambi ya Laikipia wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 10,000 kila mmoja. Waandamanaji hao hata hivyo wameshikilia kuwa wataendeleza maandamano hayo hadi pale serikali itakapositisha ujenzi wa kituo hicho. Wameonya kuwa ujenzi wa kituo hicho utahatarisha maisha ya Wakenya wakati ambapo virusi hivyo vitasambaa. Mary Kialo na taarifa kamili. Tutarejea mara tena kupinga ujenzi wa karantini nchini. Ndiyo iliyokuwa semi na kauli ya waandamanaji 31 waliokuwa wamekamatwa wakati wa maandamano ya kupinga ujenzi wa karantini katika kaunti ya Laikipia, wakisema kuwa watarejea na kuendeleza maandamano hayo hadi pale ujenzi huo utasitishwa kikamilifu. We are not going to back. We are not going to put down our tools. We are going to be in the front line. On Tuesday, we are going to be back on the streets. We are going to meet there at Central Park, Kano Ground, and we are going to make sure that the day is represented very well. Tuesday tupatane. Tuesday tukue peaceful, tupeleke pale petitions zetu na grievances zetu ya kukataa establishment ya quarantine kwa hii facility. If we are peaceful, I don't see the reason of why the police should arrest peaceful protesters arbitrarily. Waandamanaji hawa na walioachiliwa kwa dhamana ya shilingi 10,000 kila mmoja wakitilia shaka kuwa iwapo wagonjwa wa virusi vya Ebola kutoka Marekani watafikishwa nchini na ugonjwa huu kusambaa, basi Wakenya watakuwa katika hatari na kupata virusi hivi na kusambazwa kwa haraka sana. Nilikuwa arrested on Monday, watu wa maandamano ya Ebola, whereby tuna advocate for hiyo facilities kuja hapa Nanyuki, because like from my own experience, nikiweza kuwapatia experience pale remand uta realize that watu wamefinyana sana. So in case Ebola ikiweza kuja hapa Laikipia, mtu mmoja aingize pale prison, tukiangalia wale tunaweza kuwa affected pale ni wengi sana, because we are more than 200 plus. Unaona aka nyumba ni kadogo. Aidha, wameonya serikali dhidi ya kushinikiza ujenzi wa kituo hicho, huku wakieleza hofu yao kuhusu iwapo Kenya ingeruhusiwa kujenga kituo kama hicho Marekani. Na hichi kituo cha Ebola, niwaambie serikali waache kujipiga kifua, kwa sababu leo ugonjwa utakapokuja hapa ni sisi kama Wakenya tutakaoadhirika. Wale ambao tunawahost hapa leo kama Muamerika ama wale wengine watabaki kutuchekelea kama Afrika, kwa sababu makao makuu ya jeshi la Marekani kule Pentagon, sidhani kama sisi tungekubalika kuweka kambi ya Pentagon tupeleke Wakenya walio na Ebola kule ama ugonjwa mwingine wowote. Matukio haya yanajia wakati ambao ujenzi wa karantini ya Ebola umepata upingwaji mkubwa kutoka kwa viongozi serikalini na walio katika upinzani, mahakama kuu na Kenya yote. Kilichosalia sasa ni kuona iwapo serikali ya Rais Ruto itasikiza wananchi na kusitisha au itaendelea na ujenzi huo. Laikipia hakuna Ebola. Sisi tunasema hakuna quarantine katika Laikipia. Na tunasema ya kwamba hiyo agreement wanasema ilisainiwa. Serikali iko na jukumu la kulinda our sovereignty as the Kenyan people. Mary Kialo, Undugu TV.